Kukosa nguvu ni sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya usije ukafanikiwa katika maisha yako. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Sheria ama Kumbukumbu la Torati kama sikosei, kuna maandiko yanasema ya kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa maana ndiye akupaye nguvu ya kufanyika kuwa tajiri. Kumbe baada ya kuwa umemuomba Mungu ili ufanikiwe uwe tajiri, kile Mungu huwa anakifanyanga, huwa anakupanga nguvu, anakupanga uwezesho, either uwezesho wa akili, uwezesho wa mwili, unakuwa na afya, lakini kuna uwezesho ambao mtu huwa anapeangwa. Ule uwezesho unakufanya kuwa tajiri. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 1 na mstari wa 12, maandiko yanasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wa kuwa wana wa Mungu. Hauwezi ukawa mwana wa Mungu kama haujatiwa ama haujapewa uwezo ndani yako, ambao ule uwezo ndio utakubadilisha watu ambao hawajaonekana, watu ambao wako huko nje waanze kukuona wewe ukiwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia wote ambao Mungu aliwatuma, kwanza aliwapea uwezo, aliwapa nguvu. Kwa mfano ukiangalia Musa alipewa fimbo, maana kule alikuwa anatumwa ni Misri, ambako Misri walikuwa wanaabudu miungu ya nyoka, walikuwa wanaamini kwenye uchawi. Sasa Mungu akaona kwamba ule uwezesho ama ile nguvu ambao anafaa kumpa Musa, anafaa ampe fimbo, ambayo ile fimbo iko na uwezo wa kubadilika ikawa hata nyoka na ikameza nyoka za Wamisri wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta. Ile neno mafuta inamaanisha uwezo ama nguvu. Amenitia nguvu kuwatangazia maskini habari njema, vitu kama hizo. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Luka nadhani mlango wa 9 na mstari wa 1, maandiko yanasema akawaita wale thenashara, akawapa nguvu na uwezo juu ya kila pepo na kuwaponya maradhi. Yesu alipokuwa na mitume wake alikuwa akiwatuma, ama kila wakati kabla hajawatuma alikuwa anahakikisha kwamba anawapa uwezo, anawapa nguvu, maana tayari wakati ule wako wamepokea Roho Mtakatifu. Yesu anasema inabidi niondoke ili huyo Roho Mtakatifu aje kwenu. Lakini sasa baada ya kuwa Yesu ameondoka, anasema sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, maandiko yanasema ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kati ya Yerusalemu na Yudea na Samaria na hata mwisho ulimwengu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wamejifungia katika chumba cha Yerusalemu mpaka wakati ule walipopokea nguvu, ndio walitokea kwa ujasiri. Petro aliyekuwa muoga akatokea akahubiria watu 3,000 wakaokoka ile siku, maana alipokea uwezesho. Unaweza usije ukafanikiwa kwa sababu umeenda bila uwezo. Ukienda kusaidia watu bila kuwa na uwezesho, ujue kwamba matokeo yake ni kwamba utaingia kwenye ile shida ambao watu wako nayo. Mashetani na nguvu za giza ambazo unaenda kuziondoa ndani ya watu, badala yake zitakukamata wewe mwenyewe na utakuwa chakula chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba Elisha, kwa sababu alikuwa amepewa uwezesho na baba yake wa kiroho ambaye alikuwa anaitwa Elijah. Kuna wakati jamaa mmoja alikuwa ameazima shoka, alafu akikata mti ile shoka ikaanguka chini ndani ya maji. Elisha kwa sababu alikuwa amepewa upako wa kufanya vitu vipae juu. Ujue kwamba Elijah alikuwa amepaa juu akiwa anatumia nguvu za Mungu. Alikuwa na uwezo wa kupotea ghafla, akapaa katika anga kama mchawi tu akapotea. Adingi unakumbuka wakati wa Ahabu, wakati ule aliporudisha mfua, alipotea kwa ghafla tu. Alikuwa na uwezo kwa sababu Elisha alikuwa amepewa nguvu ya kwenda kinyume kinyume na gravitational force. Unajua gravitational force ni kwamba ukitupa jiwe juu, ile jiwe inakuanga lazima irudi chini. Lakini kwa sababu Elisha alikuwa na nguvu ya kwenda kinyume na gravitational force,
Wakati ule huyu jamaa alipotupa shoka lake likaanguka ndani ya maji, alitupa yani alitumia hekima fulani ama uwezo fulani, ile shoka ikaelea. Vile ambavyo unajua kwamba chuma ukiitupa ndani ya maji lazima itaenda chini, lakini aliifanya ikaelea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba uko na uwezesho ama uko na nguvu kabla haujaenda kutekeleza chochote kwenye maisha yako. Kinyume chake, ama kama utakuwa una uwezo, ujue kwamba ni bila shaka utakuja kulemewa na lile jambo ambalo ulikuwa unaenda kulitekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu nyingine kwa nini haujafanikiwa ni kwa sababu ya giza katika malango ya mafanikio. Maandiko yanasema kwamba jaribu alikuja isipokuwa iliyo kawaida ya mwanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwa kuliko mwezavyo. Anasema pamoja na hao majaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwenye kila mafanikio shetani huwa anawekanga jaribu la kurudi nyuma, jaribu ya kutofanikiwa. Sasa ile jaribu unawekanga katika ule mlango, na ujue kwamba shetani mkuu wa giza, kwa hivyo akikaa kwenye ule mlango huwa anaziba, anafanya ule mlango wa mafanikio uwe ni giza totoro. Na kile ambacho unafaa kukifanya ni kwamba maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 105 inasema ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Kwa hivyo unafaa ukuwe na neno kama taa ya miguu yako, ambayo ile neno itakumulikia kwenye mlango wa mafanikio. Maana katika kila mlango wa mafanikio shetani huwa anahakikisha kwamba yeye kama mkuu wa giza analeta giza katika mlango ili usije ukafanikiwa. Ndio maana utaona kwamba kuna mtu ambaye anakaa kufanikiwa, anakaa kupiga hatua, anakaa kwamba ni kama ako karibu kufanikiwa, lakini akifika hatua fulani anakata tamaa. Akifika mahali unaona kwamba ndio hivyo hivyo, yani yule mtu anaachana na kutia bidii kwenye ile jambo, kwa maana amefika mahali akaona giza akaamua kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo giza katika malango ya mafanikio ni sababu nyingine ambayo inafanya watu wasije wakafanikiwa. Na hapo sasa unafaa ukuwe na neno, ukuwe na ufunuo wa neno, maana neno la Mungu ni taa, neno la Bwana ni mwangaza. Ndio hiyo neno ikumulikie mahali ambapo unatakiwa kwenda. Sababu nyingine kwa nini watu wafanikiwi ni kwa sababu ya kutafuta msaada pasipo msaada wao. Kila mtu ambaye anakuja kwenye maisha yako, yule mtu anakuanga ni fursa. Na kama ukikosa kumuona katika ile jicho ambao Mungu amemtuma nayo, ama katika ile sura na muonekano ambao Mungu amemleta, umuone kwa huo sura na muonekano, ujue kwamba utakosa kile ambacho unakihitaji. Kila mtu ambaye unamuona kwenye maisha yako, ujue kwamba hata kama hana nguo, hata kama hana viatu, huyo mtu kuna fursa ambao ako nayo. Yaani kuna msaada ambao ni wako ameubeba. Mambo hayatokei kibahati mbaya eti kwamba umekutana na huyu mtu kibahati mbaya tu. Hapana. Either ameletwa na shetani ili akukoseshe, ama ameletwa na Mungu ili upate. Fursa aina gani ambao huyu mtu amebeba utajua mwenyewe. Maana mimi ati nimekutana na huyo mtu nitakwambia amebeba fursa aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu akitaka kuwasaidia watu wanawekanga msaada kwa mtu mwenzake ama kwa rafiki mwenzake. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, mbali nje amewapa wanadamu. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 6 na mstari wa 26, maandiko yanaelezea kuhusiana mwanamke fulani ambaye alikutana na mfalme katika nchi ya Samaria nadhani, kwa sababu kulikuwa na njaa. Akamwambia, Bwana mfalme, unisaidie. Mfalme anamwambia, nitakusaidiaje kama Bwana mwenyewe anasema hivi aja kusaidia. Kwa hivyo msaada unaweza ukawa umezungukwa na mfalme, wafanyabiashara wakubwa na watu ambao wamefanikiwa, lakini kama Mungu hajaweka msaada wako kwa huyo mtu, ujue kwamba ni bila shaka huyo mtu hawezi kukusaidia. Ndio maana Daudi anasema, nainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili. Kuna pale msaada wako